Hayo ndio matokeo mpaka mapumziko katika mchezo ambao TRA United ndio wenyeji wakimkaribisha mnyama Simba Sports Club. Amna timu ambayo imeweza kuona mlango wa mwenzake. Takwimu zitatupa taswira kamili ya nini ambacho kimejitokeza katika hafi. Lakini kwa wachambuzi wangu, kwa maana ya kwamba Amri Kiemba pamoja na Ramadhan Mbwaduke, wanayo machache ya kuweza kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimejitokeza dakika 45. Tukienda kiufundi, Kiemba, dakika 45 za kwanza, nini ambacho tumekiona kufuatana na matarajio ya coaches wa timu zote mbili kuelekea mchezo huu? Kwanza niliona TRA walianza tofauti kama timu ambayo ipo nyumbani. Na hili tukio afadhali limekupata hapa. Yeah. Hili tukio sasa ni kwa nini goli limekataliwa? Ni kwa sababu ya ukimwangalia Kombo anapokimbia na vision ya goalkeeper, ndio ambacho kinaweza ikawa kimemhukumu kwamba amezuia goalkeeper asiuone mpira kwa urahisi wakati yeye akiwa akipata faida ya kuwa kwenye eneo la kuotea. Kuwa kwenye eneo la kuotea sio kosa, kosa ni wewe kufaidika na lile tukio. Kwa hiyo hapo anaonekana Kombo amefaidika na kumdisguise goalkeeper asiweze kucheza mpira vizuri, kwa maana kama pale upasi kuwepo kwa sababu umeotea, basi ukiwepo pale usisumbue hata namna goalkeeper ambavyo anapaswa kuona huo mpira. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini mwamuzi msaidizi amemhukumu kwamba ameotea. Unaweza kusema mbona kauruka mpira? Yes, kitendo cha kuruka ni kuonesha kwamba unafanya tukio lingine la kumdanganya goalkeeper. Kwa hiyo ni tukio sahihi kwangu mimi, na nampongeza mwamuzi msaidizi kwa ujasiri, kwa sababu sasa hivi waamuzi pia hata ujasiri wenyewe unaanza kuondoka. Mbwaduke, wewe unaje tukio? Na mimi pia nakubaliana na hilo, kwa sababu offside ukiingilia mchezo nao ni sehemu ya inakuhukumu kwamba ni offside. Sio tu kwamba mpaka labda uguse mpira, lakini tayari umeshaathiri uoni wa kipa. Lakini pia ukifanya dashing, yani ukifanya zile wanasema decoy run, yote unamchanganya goalkeeper, ni sehemu ya mchezo pia. Kwa hiyo na mimi pia naona kana kwamba mwamuzi msaidizi alikuwa sahihi kwamba hapa alikuwa ni offside. Okay, tukionekana na tukio hili kuna matukio kadhaa yamekwenda. Ni Chobwedo Day. Ni kiasi gani Chobwedo ameweza kufanya kile ambacho anatarajiwa mpaka hivi sasa kuisogeza timu yake? Ukimtazama Chobwedo unaweza kuona ni wenzake wamemnyima hii siku yake kwenda vizuri, kwa sababu mpaka dakika 45 zinakuisha, ni nafasi takriban 2 ametengeneza ambazo kama wanaomalizia wangekuwa makini, basi saa hizi ingekuwa siku ya Chobwedo imeenda vizuri. Kwa yeye kama yeye kwa dakika ambazo zimeenda 45 kulingana na mpango wa timu, bado ameendelea kuwa mtu hatari. Hii ni sehemu ya ile tukio ambalo maliziaji kama angetumia mguu wa kushoto ingekuwa rahisi zaidi yeye kumalizia na kufunga kuliko alivyochagua mguu wa kulia, kutokana na spidi ya mpira. Ameshtukia tu mpira umeshafika, na matokeo yake mpira ameupata sehemu ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo Chobwedo alifanikiwa kumpita Kibabage, lakini tazama cross yake ya mguu wa kulia inakwenda moja kwa moja, unaweza kusema ni ya kugusa kwenda kwenye goli, lakini namna ambavyo mpira unatembea, matukio yanayopita, amejikuta wakati yeye yuko tayari kumalizia, mguu wa kushoto ulikuwa ni mguu sahihi zaidi kuliko wa kulia. Na Mbwaduke, tutegemea nini ambacho kitafanyika katika kipindi cha pili, hasa kwa coaches wote wawili kuleta mabadiliko uwanjani? Kwa TRA wanatabirika kirahisi kwamba mipira mingi wanapeleka tu kwa Chobwedo, lakini namna pekee ambayo wanaweza kufanya ni pamoja na kuongeza uimara katika upande mwingine. Wana wachezaji nje, kina kwa mfano kuna Enoki Mkangajia, aongeze makali katika upande huu wa kushoto, lakini kina Dennis Nkano unapokuwa pembeni na waongeze makali ili walau kuwe na option, kwa sababu Chobwedo amefanya vizuri sana hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini inakuwa rahisi sasa kukadiria mipira yao, lakini pia kwenye umaliziaji wao nafasi wanazotengeneza. Na takwimu zinakuonyesha hamna mpira ambao umelenga goli, mipira ambayo imeenda nje ya goli ni 4 kwa Simba, mipira 2 kwa TRA. Kona unaweza ukazihesabu ni 2 kwa 1, madhambi ni 2 vile vile kwa 3, kuotea ni mara 1 kwa TRA, hakuna kadi njano, hakuna nyekundu, umiliki ni 53% kwa 47.